Kuelekea usajili wa dirisha dogo, mchezaji Nadri Dago kutokea Ivory Coast amekuwa akihusishwa na Yanga. Je, kama wananchi wakimpata kwenye mchezaji huyu, ana manufaa gani na changamoto zake ni zipi? Nadri Dago, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, amekuwa akihusishwa na wananchi Yanga. Sasa huyu ni mchezaji ambaye Yanga wanaweza kanufaika naye endapo itakuwa kweli watampata. Maana umeongea vizuri. Hizi ni tetesi. Klabu hizi hasa kubwa kubwa kama Yanga zinahusishwa na wachezaji wengi kiasi ya kwamba kama kweli wote wanasajiliwa, basi wanapitiliza hata idadi ya wachezaji wanaotakiwa kwa kila klabu kuwa nao katika kila msimu. Ndio kawaida. Kwa hiyo zinaweza zikawa tetesi za kweli ama vinginevyo. Lakini umeuliza vizuri kwamba wakimpata tanufaika vipi? Jambo la kwanza lazima tukumbuke, huyu ni kiungo ushambuliaji. Anaweza kucheza kama winga wa kushoto, winga wa kulia, kutokea katikati kama namba 10 nyuma ya mshambuliaji kinara. Umri wake ni miaka 28 kwa sababu alizaliwa Mei 7 mwaka 1997. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Urefu 5.8. Dago, ingawa guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, huwa anaweza kucheza kama winga wa kushoto kwa sababu anakuwa ni inverted winger, kwa maana kwamba anatokea upande ambao guu lake lenye nguvu zaidi halipo huko, kwa sababu ukishakuwa winga wa kushoto matarajio ni kwamba ukiwa orthodox winga ambaye unategemea zaidi mguu wako yenye nguvu kwenye upande huo unaocheza, ndio tunasema orthodox. Sasa yeye akitokea kushoto anakuwa inverted, ambako maana yake ni nini? Anapata nafasi ya kuingia ndani, kuliona lango la mpinzani mbele yake, akapiga mashuti kujaribu kufunga ama kutoa pasi mshazari kwa wenzake, tunasema diagonal passes. Lakini pia anaweza kucheza kama winga wa kulia, ambako ndiko mguu wake wenye nguvu zaidi uliko wa kulia. Kwa hiyo anakuwa ndio ile tunasema orthodox winger, ambako anaweza kwenda kumaliza mpaka kwenye mstari wa uwanja, kwenye touchline, akapiga cross, kwa maana kwamba anaongeza mapana ya uwanja. Lakini pia anaweza kuingia ndani, maana ni mzuri katika kucheza namna hii, kwa sababu ingawa mguu wake wa kushoto sio yenye nguvu zaidi, lakini anaweza kupiga kwa mguu wa kushoto. Katikati akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara kama namba 10, Dago manufaa yake ni pamoja na uwezo wa kupiga chenga, uwezo wa kupiga mashuti kulenga lango la wapinzani. Ni kwa sifa hizi naona ndio maana anahusishwa na Yanga, kwa sababu Yanga tangu aondoke Stefan Aziz Ki, mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwamba kama bado hajapata mbadala wa kama Aziz Ki. Tunaposema kama Aziz Ki, uwezo ule wa kutengeneza nafasi katika mazingira magumu kwa sababu ya uwezo wa kudribble, kupiga chenga, lakini pia kupiga mashuti ya mbali. Dago sifa hizi anazo, ingawa siwezi kusema moja kwa moja kama Aziz Ki, lakini zile yale majukumu yale ya kuwa kama nambari 10, akipewa jukumu hilo anaweza kulifanya, kwa sababu amekuwa akifanya hivyo pia katika klabu yake ya sasa ya ASEC Mimosas. Dago ni mzoefu wa mechi za ushindani. Dago, rekodi zinaonyesha kuanzia msimu wa 2018-19 alikuwa barani Ulaya katika klabu tofauti. Mpaka msimu wa 2023-24 alikuwa Ulaya, alikuwa nchini Ugiriki katika klabu inayoshiriki championship, yani ligi daraja la kwanza lao tunaweza kusema, yani ile baada ya ligi kuu inayofuatia, ambayo alikuwa anatumikia klabu inaitwa Levadiakos, na alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanapata nafasi ya kucheza. Kwa mfano tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2024 alikuwa miongoni mwa wachezaji walioanza kikosini wakati wanacheza dhidi ya Panathinaikos B, kwa maana nao inashiriki championship. Walishinda 3-1, yeye alifunga bao moja hapo dakika 25. Lakini msimu uliopita 24-25 ndipo akajiunga ASEC Mimosas, na yupo nayo hata msimu huu amekuwa nayo. Hapa tunapozungumza, jana tu ametoka kuisaidia timu yake ASEC Mimosas katika mechi ambayo walicheza dhidi ya Olympic Abobo, ilisha sare ya 1-1, bao lao alilifunga yeye. Sasa Nadri Dago akitoa kweli Yanga, maana yake anaweza kuongeza nishati, kuongeza nguvu, kuongeza ushindani katika nafasi hizo nilizotoka kuzielezea. Uwezo wake mkubwa hasa wa kupiga chenga mkiwa karibu, wala hitaji space kubwa sana, hata mkiwa karibu anao uwezo wa kupita hapo. Amethibitisha mara kadhaa ana uwezo huo. Lakini kasi amekuwa nayo. Kubwa zaidi uzoefu. Sasa akitua inakuja kuamsha wachezaji wanaocheza kwa nafasi hiyo. Hapa tunazungumzia Offensive Kola, tunazungumzia Maxime Piazengeli, tunazungumzia Peudo Pacome Zouzoua, tunazungumzia Lassine Kouma. Maana hapa nataja wale ambao wana uwezo kucheza nyuma ya mshambuliaji kinara.
Mohamed Imam Dumbia, tunazungumzia akina Edmund John, maana wote pia wanaweza kucheza maeneo hayo na wengineo. Lakini kimsingi tu anaweza kucheza nafasi zote tatu. Unajua katika klabu yake ya Sekimimo Stars kwa mfano anacheza dhidi ya Olympic Abobo. Amefunga bao hili pekee katika sare ya 1-1. Yeye alikuwa anacheza kutokea upande wa kulia. Maana kikosi chao chini ya kocha Julia Chevalier kilipanga baada ya golikipa kuna walinzi wa 4, viungo watatu, washambuliaji watatu. Wale washambuliaji watatu kule juu yeye alikuwemo akitokea upande wa kulia. Lakini hata wanapotumia mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1 ambao Yanga chini ya Pedro Gonçalves wamekuwa kiutumia mara kwa mara, anaweza kucheza katika wale watatu, wale viungo watatu washambuliaji. Mweke popote, mweke kulia, mweke kushoto, mweke kati. Kwa hiyo kama kweli usajili huu unafanyika wakati wa dirisha dogo kwamba Nadri Dago anatua Yanga, maana yake Yanga wanaenda kujiongezea nguvu katika eneo hilo la ushambuliaji. Watanufaika vipi? Moja ni atakapopata nafasi ya kucheza ana kitu cha ziada cha kuweza kukiongezea Yanga katika harakati zake za kwenda kushambulia. Pili, ataongeza ushindani kwa waliopo, wasijisahau, yani kina Offense Kola, kina Dodo Pako Mzozua, Celestine Ekiwa, na wataja wote bila kujali kwamba atakapotua nani ataondoka. Manake kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara wachezaji wa kigeni mwisho 12. Akitua yeye manake kuna mmoja kati ya wachezaji wa kigeni waliopo Yanga itabidi ampishe. Yupi atampisha? Yanga wenyewe ndo wanajua, benchi la ufundi chini ya Pedro Gonçalves na management ya Yanga wanafahamu vizuri. Sasa akiwepo faida yake ni pamoja na hiyo. Lakini faida nyingine ni kwamba yeye atakuwa anapata fursa ya jukwaa lingine la kuonyesha uwezo wake katika michuano ya juu, ya hadhi ya juu ya klabu barani Afrika, kwa sababu Yanga wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliopita 24-25 yeye alikuwa kati ya wachezaji waliokuwa wanaunda kikosi cha Sekimimo Stars kilichokuwa kinashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa safari hii ile ni michuano ya pili kwa hadhi barani Afrika ya klabu, lakini ligi ya mabingwa barani Afrika ndio namba 1. Kwa hiyo akipata nafasi maana yake itabidi apambane sana ili kumridhisha kocha Pedro Gonçalves ampatie nafasi, kwa sababu ndani ya Yanga kuna wachezaji wengi wenye kipaji cha hali ya juu katika nafasi mbalimbali zikiwa mwezi tunatoka kuzitaja. Lakini Yanga wanashiriki michuano mingi. Halafu mahitaji yao ni makubwa mno. Sio tu kushiriki. Mara zote wanataka wao wanafika mwisho katika ushiriki wa michuano mbalimbali. Ligi kuu Tanzania bara misimu 4 mfululizo wametoa ubingwa. Msimu huu wanatetea ubingwa wa 5. Ndio lengo lao kutoa ubingwa. Maana kinyume chake watakuwa wamekwenda chini ya kile ambacho wamekuwa wakikipata katika misimu 4 mfululizo. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB wamelitoa mara 4 mfululizo. Maana yake wakifanya kinyume chake, wakifika hata finali bila kulitoa, watakuwa wameenda chini ya kiwango chao wenyewe katika misimu 4 iliyopita mfululizo. Yanga wanahitaji kombe la muungano ambalo wao ni mabingwa watetezi. Yanga watahitaji kombe la mapinduzi. Yanga watahitaji kufanya vizuri zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Mpaka sasa kwenye kundi lao la B wao ni miongoni mwa wanaoongoza kwa pointi, wao na Al Ahly wote wana pointi 4, lakini Al Ahly ya Misri iko juu kwa sababu ya tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kifuatiwa na Yanga, halafu ndo FAR Rabat, halafu na JS Kabylie Mkiane. Ushindani ni mkali kwenye kundi lao, wanahitaji wachezaji imara sana, washindani sana. Haishangazi kuona Nadri Dago akihusishwa na Yanga. Lakini sababu nyingine ya kuhusishwa mbali na ubora wake ni pamoja na ukweli kwamba wakala wake amekuwa akifanya biashara sana na Yanga hivi karibuni. Wakala wake Zambro kupitia Zambro Sports Management ndio ambao wanawasimamia wachezaji Dodo Pako Mzozwa, Celestine Ekiwa, Kwasi Atula yao ndani ya Yanga. Lakini ndio wanaomsimamia pia Stefan Azizki aliyekuwa Yanga. Ni hao ndio wanaomsimamia hata Jasha Ahua wekundu wa Msimbazi Simba. Muhusika Zambro amekuwa akifanya biashara na klabu za hapa nchini ikiwemo Yanga ambao amekuwa na mahusiano mazuri sana. Sasa hii nayo inaweza ikarahisisha safari yake na ikaongeza ikachochea tetesi hizi kwamba yeye yuko mbioni kutua Yanga wakati wa dirisha dogo. Lakini sababu nyingine ni kwamba baadhi ya wachezaji kwenye nafasi ambazo yeye anacheza bado hawajafikia kile ambacho Yanga walitarajia. Mchezaji kama Celestine Ekiwa wote wanasimamiwa na Zambro, lakini matarajio ni makubwa mno kwake wakati akitua kutokana na kile alichokionyesha katika ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliopita akizitumikia klabu za Zoman na Sekimimo Stars. Sasa ili kumfanya acheze vizuri zaidi kama ataendelea kuwepo, maana yake akiwepo Dago inaweza ikamwamsha, au anaweza kapisha vile vile kama Yanga kishinda uvumilivu, maana klabu kubwa hizi wakati mwingine uvumilivu huwa shinde. Ingawa kwa Celestine Ekiwa kwa maoni yangu ni mapema mno kumhukumu kwa idadi ya mechi ambazo Yanga ameshacheza
na idadi ya mechi ambazo yeye ameshapata nafasi ya kucheza. Ana uwezo wa kufanya makubwa zaidi, kwa sababu hapo wachezaji walianza kwa kusuasua, baadaye wakafanya vizuri sana, kiwemo Stefan Aziz Ki. Akitua, changamoto yake kwanza inaanza yeye mwenyewe. Yanga ushindani ni wa juu mno wa nafasi, pengine kuliko hata kule Ivory Coast katika klabu ya ASEC Mimosas aliko. Pili, Yanga malengo yake ni makubwa mno. Wapo wachezaji ambao, kwa hiyo akitua tu lazima yeye na management yake kina Zambro na wengine ajiandae kukabiliana na changamoto kubwa kutoka kwa mashabiki wa Yanga, kama walivyo mashabiki wa klabu nyingine kubwa zote duniani. Huwa anachotaka wao ni kushinda. Ukishinda leo, ushinde na kesho, ushinde kesho kutwa. Hawavumilii, hawana subira juu ya vipigo wala sare. Sasa akitua, pressure ipo ASEC Mimosas, lakini kwa Yanga ni pressure kubwa zaidi. Lakini lingine, ushindani wa nafasi, kwa sababu waliopo, fikiria Celestine Ekwa anang'ara sana katika ligi kuu ya Ivory Coast akiwa ASEC Mimosas. Yeye alikuwa ASEC Mimosas, Celestine Ekwa ndo aling'ara sana, akitua anaenda kushindana naye. Ni nafasi ambazo anazocheza. Yupo Peodo Pacome Zouzoua, ashakuwa MVP katika ligi kuu ya Ivory Coast misimu kadhaa iliyopita, lakini katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita ndiye mchezaji pekee alikuwa na double digits, kwa maana ya kufunga alikuwa na bao 12, assist 10. Ndio yeye anaenda kushindana nafasi katika nafasi anazocheza Peodo Pacome Zouzoua, hizi tatu hizi. Lakini ndiko anapopatikana Maxime Pia Nzengeli, tangu atoe nchini amekuwa kwenye kiwango bora sana, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni nafasi hizo hizo anakopatikana anakopatikana Ofen Chikola, ni Mtanzania mwenye kipaji, hajapata nafasi nyingi nafasi ya kutosha kucheza akiwa na ubora wa juu. Pindi anapata nafasi hiyo, alifanya hivyo akiwa Tabora United, siku hizi inaitwa TR United, na hivi sasa yupo Yanga, amekuwa akionyesha ushindani. Edmund John amekuwa akicheza pia katika nafasi hizo, kwa sababu kwenye nafasi ya namba 9 wamekuwa akicheza kina Prince Dube, amekuwa akicheza kina Ende Boba Boyeli. Kwa hiyo na yeye anashindana kwenye nafasi hizi. Nafasi hizo pia anapatikana Faridi Musa, akiwa kwenye kiwango chake bora, ni kama PlayStation, ana uwezo hali ya juu. Lakini pia nafasi hizo pia anapatikana Dennis Nkane na kadhalika. Unaona nimetaja wachezaji wengi ambao yeye akijiunga na Yanga anaenda kushindana nao kwenye nafasi hizo. Changamoto nyingine, tangu aondoke Stefan Aziz Ki anaocheza nafasi ya namba 10 kwa mfano, kimekuwa ndo kipimo. Mbona afanyi kama Aziz Ki? Kwa mashabiki imekuwa rahisi kulinganisha aliyofanya Aziz Ki ambaye amewahi kuwa top scorer katika ligi kuu Tanzania bara, kwamba na wao wafanye hivyo hivyo. Hiyo nayo ni changamoto, kwa sababu itabidi establish, ajionyeshe yeye mwenyewe kwa Mungu alichomjalia, ambacho kitakuwa bora zaidi, na wala sio kuhangaika kuwa kama Stefan Aziz Ki, kwa sababu Aziz Ki atabaki kwa Aziz Ki na yeye atabaki kwa yeye. Lakini lingine kubwa ni kwamba anatoka Ivory Coast ambako pengine lugha mama ni Kifaransa na lugha za nyumbani, lakini akija Tanzania ni Kiingereza na Kiswahili. Hizo ni small details, lakini kwa ufupi tu, kama akitua, yapo mambo mengi ya kumsupport nje ya uwanjani, kwa sababu anakutana na wachezaji ambao kadhaa wametoka katika ligi kuu ya Ivory Coast na wengine ni raia wa Ivory Coast. Nazungumzia kama Kwasi Atula yao kina Peodo Pacome Zouzoua. Akipata nafasi ya kusajiliwa na Yanga wakati wa dirisha dogo, mazuri ni mengi, lakini changamoto kwake ni kwamba from day one, kuanzia siku ya kwanza, atatakiwa aanze kuonyesha ubora wake kwa manufaa ya Yanga na sio vinginevyo, kwa sababu usajili wa dirisha dogo, wanaosajiliwa huwa sio wa subiriwa. Lakini changamoto kwa Yanga, wakimpata mchezaji huyu lazima wapate majibu kwamba imekuwaje. Mchezaji ambaye alikuwa barani Ulaya tangu 2018-19, safari yake imekuwaje? Katoka Ulaya alafu akarudi Afrika, tena karudi Ivory Coast alikotoka kabla kwenda Ulaya. Yani alikuwa katika championship ya Ugiriki, yani ligi daraja la kwanza la Ugiriki, sio Premier League. Alafu ametoka huko ameenda Ivory Coast. Sasa lazima Yanga nao wajiridhishe juu ya ubora wake, bado ule kitu gani kimemfanya ashinde kushine Ulaya akarudi Afrika. Kwa umri huo ameshacheza mechi nyingi sana, waangalie wajiridhishe kwamba isije ikawa ana injuries za kujificha ambazo zinaweza zikaathiri kutimiza kile ambacho anakitarajia kutoka kwake. Lakini kwa ujumla naweza kusema kuna mengi mazuri ya Dago pindi ikipatikana kuliko hizi ambazo naweza kuona kama changamoto.